Ninashukuru sana dada Edita pamoja na kaka Emmanuel kwa asubuhi ya leo, na wote ambao tayari tumejiunga kwa ajili ya ibada ya asubuhi ya leo. Mungu na atubariki sana. Karibuni katika somo letu la siku hii ya leo. Kumbuka kwamba wiki hii yote tutakuwa tukiangalia hatua za kukumbukwa. Hatua za kukumbukwa. Kiini chetu kikuu ni kumwinua Yesu juu. Tunasoma kitabu cha Mathayo sura ile ya 14 kuanzia mstari wa 22, tutaelekea mpaka chini pale. Na jana tuliangazia jinsi ambavyo chombo kilikuwa kiko baharini na upepo ulikuwa wa mbisho, na pia hakukuwa na usalama, kwa maana kwamba mawimbi pia yalikuwa ni makali. Kwa hiyo wanafunzi wa Yesu tension yao ilikuwa ni kubwa sana. Kuanzia mstari wa 22 neno la Bwana linasema, mara akawalazimisha wanafunzi wake wapande chomboni na kutangulia mbele yake kwenda ng'ambo, wakati yeye alipokuwa akiwaaga makutano. Naye alipokwisha kuwaaga makutano, alipanda mlimani faraghani kwenda kuomba. Na kulipokuwa jioni, alikuwako huko peke yake. Na kile chombo kimekwisha kufika katikati ya bahari, kinataabika sana na mawimbi, maana upepo ulikuwa wa mbisho. Mstari wa 25, hata wakati wa zamu ya 4 ya usiku, Yesu akawaendea akienda kwa miguu juu ya bahari. Hata wakati wa zamu ya 4 ya usiku, Yesu akawaendea akienda kwa miguu juu ya bahari. Mstari wa 25, baada ya kwamba wanafunzi wa Yesu wako baharini, katikati ya bahari, na upepo ni wa mbisho, wanapata taabu. Ilikuwa imekadiliwa hii zamu ya 4 ambayo ya usiku, Yesu ambayo alikuwa anaendelea na maombi, ilikuwa baada ya kumaliza hii zamu ya maombi, ndipo akashuka katika bahari, katika maji. Aliwaendea hao wanafunzi ambao wapo katikati ya bahari. Sasa nikupatie kitu kidogo hii uone kwamba jinsi gani walikumbwa na hii dhoruba. Ukiangalia hii bahari waliokuepo, bahari ya Galasi, ni ina kipenyo cha kilomita 53. Halafu urefu kutoka mahali ulipokuepo kuelekea upande wa pili ambapo walikuwa wanatakiwa kwenda, palikuwa pana urefu wa kilomita 21, sawa na maili 13. Sasa ukikadiria hizi kilometers, na kwenye ile bahari iliyokuepo palikuwa pana umbali ambao wangetumia takriban hata masaa 6 hivi, wanakuwa wameshafika upande wa pili. Lakini kwa sababu ya upepo, kwa sababu ya changamoto alizozipata, na Yesu hakuwemo ndani ya boti, muda ambao Yesu anashuka hiyo alfajiri, ama hiyo zamu ya 4, anapomaliza maombi ya asubuhi ya zamu ya 4, ambayo sasa wanazuoni wanakadiria kwamba ni kati ya saa 9 hadi saa 12, kwa sababu Yesu aligawanya vipindi 4 vya maombi, yani awamu 4 katika usiku ule. Kwa hiyo baada ya kumaliza zamu yake ya 4 ya usiku ya maombi, ndipo akawashukia wanafunzi wake, akawa anatembea juu ya maji. Kitu cha kushangaza sana ni kutembea juu ya maji. Yesu anakuja kwao akitembea juu ya maji, tena kwa miguu kabisa, angavu. Yani ni jambo ambalo linashangaza. Sasa aliyekuwa anatembea juu ya maji, huyu ni Yesu Kristo. Yesu ambaye hafungwi na ufikiri wa mwanadamu. Yeye ni zaidi ya mwanadamu. Na hata hivyo, vile ambavyo mwanadamu ana ukomo wa kufikiri,
yeye hufikiri zaidi ya ule ukomo wa mwanadamu. Uwezo wa mwanadamu ni mdogo sana, lakini uwezo wake yeye ni mkubwa zaidi. Hivyo basi Yesu katika uwezo wake akawa ameshuka juu ya bahari. Kutoka pale mlimani alipoaga wanafunzi pamoja na kuaga makutano, akashuka baharini, akaanza kutembea juu ya maji. Anapotembea juu ya maji, Yesu anapofika kwenye kile chombo ambacho wanasema kwamba kimefika katikati, na imekadiriwa kwamba ni karibia maili 6-7 hivi kutoka usawa wa bahari mahala ambapo walikuwa amewaga wanafunzi wake kuja mpaka katikati. Kwa hiyo inakadiriwa kuwa kilomita kama 9 hivi au 8 hapo ndio zinakadiriwa, ambapo Biblia inasema baada ya kwamba chombo kimefika katikati, upepo ulikuwa wa mbisho sana na mawimbi yalikuwa ni makali, hata walikuwa na suka wakiwa katikati ya bahari. Rafiki yangu mpendwa, unapompokea Yesu Kristo, unapoamua kupiga hatua, unapofanya hatua za kumtazama Mungu katika maisha yako, unapoachana na mambo ya dunia, dhoruba na mawimbi makali yanatokea. Ninachomaanisha nini? Changamoto zinatokea. Zinaweza zikaja zikafika katika maisha yako. Changamoto hizo zitakapokuja, zisikutoe katika leli ya kumtazama Kristo. Yaani ninachomaanisha, Yesu anapojidhihirisha kwako, Mungu anapojidhihirisha kwako, uweze kumtumaini yeye. Usiogope changamoto hizi ambazo zinatokea katika maisha yako. Sasa Yesu akaonekana akija kwa wanafunzi, akisogelea boti, akienda kwa miguu juu ya bahari. Mstari wa 26, wanafunzi wake walipomuona akienda juu ya bahari, wakafadhaika, wakasema ni kivuli, wakapiga yowe kwa hofu. Wanafunzi wake wakaogopa, wakapiga yowe kwa hofu. Katika maisha yetu Yesu anajitambulisha kwetu kwa namna tofauti. Katika maisha yetu Yesu anakuja kwetu akitupatia nguvu za kushinda majaribu kwa aina tofauti. Haziwezi kufanana ya kwako na ya kwangu. Jinsi ambavyo Yesu anajitambulisha kwako ni tofauti na atakavyojitambulisha kwangu mimi. Kwa ni kwa jinsi gani utapokea hiyo nguvu ili uweze kupokea na kufanya mabadiliko. Sasa muombe Mungu wa mbinguni aweze kukusaidia kupokea nguvu hiyo, ujue namna ambavyo Yesu atakuja kwako, Mungu wa mbinguni atakuja kwako kukusaidia katika changamoto na katika furaha zako na katika maisha yako yote. Aweze kutembea na muombe akusaidie uweze kuona, uweze kuelewa zile hatua ambazo atazitumia katika maisha yako, ama njia atakazozitumia kukujia wewe katika maisha yako. Yesu pamoja na kwamba aliwaambia wanafunzi wake waende ng'ambo ya pili, bado hakuacha peke yao. Haleluya. Hakuacha peke yao. Alionekana tena akirejea zamu ya asubuhi, hata wakati dhoruba na mawimbi vinapiga, Yesu alionekana kati yao. Katika maisha yetu Yesu anaonekana katika maisha yako, anaonekana katika maisha yangu. Huyu Mungu wa mbinguni anayetujali, aliyetuumba, bado ataonekana katika maisha yako. Usizani ya kwamba uko peke yako. Yeye atakuja ajiunge pamoja na wewe. Yesu alipowaruhusu wanafunzi wake waende, alionekana katika zamu ya 4. Baada ya ile zamu ya 4 ya alfajiri, alionekana akitembea juu ya maji akiwaendea wanafunzi wake. Sikiliza, Yesu anakuja katika maisha yako. Atatembea na wewe. Unapohisi kuwa mpweke, unapohisi hawezi, unapohisi kukata tamaa, unapohisi kuvunjika moyo, unapohisi kutengwa na jamii, kutengwa na marafiki, ndipo Bwana anaposogea kwa ukaribu akikutia moyo kwamba mwanangu, usikate tamaa.
mimi niko pamoja na wewe. Mwanangu, jitie nguvu, mimi niko pamoja na wewe. Nitakutia nguvu tena, na utasimama tena, na utainuka, na jina lake litatukuzwa. Haleluya. Asubuhi ya leo wanafunzi wa Yesu walikata tamaa. Walipokata tamaa, na Yesu alijua kabisa wameshakata tamaa, na alijua kabisa kwamba wao wako baridi, wanataabika. Waliondoka peke yao. Hakuna aliyekumbuka kwamba Yesu, sasa ukitoka hapa unaenda wapi? Walijua sasa ni masaa ya kupumzika, tunataka tuondoke. Na Yesu ameshatupatia kibali cha kuondoka, ni kuondoka. Hawakuweza kujua kwamba Yesu anaenda wapi, ratiba yake inayofuata ni nini. Walikubali na walitikia wito wa kuondoka. Sijui leo hii mimi ingekuwaje, lakini nilikuwa nafikiri kwamba eti ningekuwa mimi ningesema siwezi kumwacha Yesu popote aendapo. Kwa kama ingekuwa amepandisha mlimani Faragani kwenda kuomba, ningeenda naye. Lakini jambo la kipekee alitufundisha kwamba kuna wakati ambapo unatakiwa kuwa peke yako, kupiga magoti na kuomba. Mlilie Bwana, hujui yajayo. Mlilie yeye aweze kusaidia. Hata anapopiga hatua asubuhi kuwafuata na kuendea wanafunzi wake, anawaendea kwa wokovu, anawaendea kwa kuwapatia matumaini, anawaendea kwa kuwajaza nuru, anawaendea juu ya maji kuwaonyesha kwamba yeye yupo, ambaye alikuwepo na atakuwepo. Haleluya. Huyu Mungu wetu wa mbinguni yupo hata sasa, na yeye Mungu wetu alikuwepo na atakuwepo. Sikiliza rafiki yangu mpendwa, katika maisha yako yupo. Katika kazi unazozipitia ngumu hizo ambazo unaona huelewi, yeye yuko pamoja na wewe. Katika majukumu yako, familia yako ambapo unaona hauelewi, changamoto zimekukumba katika familia yako, yeye yupo hata sasa, yupo. Anakuja juu yako akitembea. Sikiliza, ona hatua zake ambazo anatembea. Unaweza ukashangaa ukasema kwamba ni namna gani hii, ukawa unaogopa, lakini yeye anatembea akikujaza matumaini. Unajua anazungumzaje? Anapozungumza na wewe, sauti yake ni ya upole sana. Roho wake Mtakatifu anakunongoneza katika sauti ya mbali sana kwa moyo wako, akikupatia ushindi katika majaribu yako, akikupatia uthubutu wa jambo fulani ambalo litaleta utukufu kwake. Analeta sauti yake ya upole kukupatia ushindi wa dhambi zako. Je, uko tayari kupokea sauti hiyo? Je, uko tayari kusikia akizungumza na wewe? Je, uko tayari kuona hatua zake anapotembea na wewe katika maisha yako? Ananongoneza kwa upole, ananongoneza kwa namna ya kipekee sana. Uko tayari kuisikia hiyo sauti? Asubuhi ya leo Bwana anakuja. Usidhani kwenye masomo hayo unayopitia uko peke yako. Usidhani kwamba katika familia yako uko peke yako. Hapana, yeye anasogea juu yako. Usidhani ya kwamba katika kazi zako umedharaurika, unaona hautoboi, unaona kila mmoja anakuzomea, unaona utendaji wako wa kazi ni hafifu. Bwana ataurejesha tena. Unaona kwamba magonjwa yamekuandama, kila ukienda kwa daktari upati matibabu, ni mawimbi hayo ambayo anapiga. Sikiliza, lipo tumaini. Yeye anakuja akitembea juu ya maji, ambapo sio kawaida ya mwanadamu na haiwezekani kwa macho ya kibinadamu, lakini yeye anasema linawezekana. Hata sasa kwako linawezekana. Jambo ambalo unaliona gumu sana linawezekana. Inawezekana umezunguka haiwezekani. Sikiliza, inawezekana katika jina la Yesu. Inawezekana. Lakini huoni mafanikio kwenye biashara zako, anahitaji aweze kukuinua.
sikiliza, angalia, inawezekana ndo yeye yule ambaye anakuja. Jazwa na utumaini asubuhi ya leo. Jazwa na roho wake asubuhi ya leo. Jazwa na neno lake asubuhi ya leo. Unaponyenyekea hivi sasa kwa Bwana, naye Bwana atatengeneza mapito yako. Usikate tamaa. Usione kwamba hauwezi. Usione kwamba imefikia mwisho wa matumaini yako. Hapana, ni Bwana anatenda sasa. Ni Bwana anahitaji kukuinua tena. Ni Bwana anahitaji yeye ainuliwe. Tutaangalia pale mwisho jinsi ambavyo Bwana anahitaji yeye aweze kutukuzwa katika maisha yetu. Sikiliza, mawazo yetu yanaishia kwamba hatuwezi kukanyaga katika maji. Yeye anakanyaga. Mahala ambapo wewe ulifikiri kwamba huwezi kufika, ukiwa na Yesu utafika pamoja na yeye. Yeye akiwa ndani yako atakufikisha mahali ambapo wewe ulidhani kwamba hautaweza kufika. Mimi katika maisha nikasema, Uganda huko ni mbali sana. Natoka nje ya Tanzania. Nikafikiri kwamba maisha ndio Tanzania hapa. Actually nilikuwa nakaa Iringa, kwa hiyo nikajua ni Iringa tu. Lakini nilipopata hamasa ya kusema kwamba nitaweza kutoka hata nje, nikasema Mungu wa mbinguni nisaidie na mimi siku moja niweze kukanyaga kwenda Uganda. Bwana alifungua njia. Siku moja nimekaa nyumbani, kaka yangu akasema anahama, anatoka Mbeya anaenda Arusha. Wakati huo tumehamia Mbeya. Kwa hiyo anatoka Mbeya kwenda Arusha. Nikasema niko tayari kusindikiza. Katika kumsindikiza nikaenda, na wakati huo nilikuwa nimeshafanya angalau mawasiliano na kakangu ambaye yuko nje. Nikasema nitakuja na mimi nitakuja. Ikawa ndo daraja la kufika na mimi kwenda Uganda. Kutoka Arusha nikaenda Uganda. Bwana anaweka matumaini mahala ambapo huna matumaini. Unapokata tamaa, yeye anaingiza nguvu yake. Unapojazwa kwamba nitaweza, anakuongezea uwezo wa kuweza zaidi. Haleluya. Atakupatia kushinda katika hilo jaribu. Atakupatia kuweza katika hiyo changamoto. Hata sasa yeye anajitambulisha kwako. Anasema mawazo ya Mungu wa mbinguni sio sawa na ya kwetu. Isaya sura ile ya 55 mstari wa 8 na 9, neno la Bwana linasema, maana mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zenu si njia zangu, asema Bwana. Maana kama vile mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi, kadhalika njia zangu zi juu sana kuliko njia zenu, na mawazo yangu kuliko mawazo yenu. Tunafikiri kwamba tunafikiri kwamba hatuwezi kutembea juu ya maji. Tunafikiri kwamba dhoruba ni kali sana, hatuwezi kuivuka. Bwana ataweza kukuvusha. Bwana anaweza kukutembeza. Bwana anaweza kukutambulisha kwa watu isivyo kawaida. Ukisoma pia Mwanzo sura ile ya 20, Mwanzo 39 mstari wa 21, anaposema kwamba Mungu akawa pamoja na Yusufu, akamfadhili, akampa kibali machoni pa mkuu wa gereza. Ilikuwa haiwezekani Yusufu huyu ambaye amefanya vibaya akaenda mbele ya gereza afu akapewa kuwa mkuu kuwasimamia wale waliokuwa waharifu kama yeye. Sikiliza, ni Yesu alikuwa ndani yake. Alikuwa akimtambulisha kwa watu. Hata sasa yupo tayari kutambulisha kwa wengine. Yupo tayari kutambulisha katika jamii yako. Yupo tayari kutambulisha kazini kwako. Yupo tayari kutembea na wewe, akutembeze kila mahala ambapo wewe unafikiri hauwezi kufika, yeye aweze kukufikisha. Ikabidhi familia yako, yakabidhi maisha yako, kabidhi kazi zako, kabidhi mienendo yako, kabidhi masomo yako, kabidhi kila jambo ambalo ni la kwako kwa Bwana, na yeye aweze kutembea na wewe. Nilimkabidhi Bwana, Bwana akanifanikisha nikaweza kufika huko wanakosema ni Uganda. Na Bwana akanipatia uwezo pia wa kusoma, mpaka sasa nimemaliza masomo ya teolojia na mengineyo. Ni kwa sababu Bwana alitangulia mbele. Hata wewe akitangulia mbele tangu sasa utafanikiwa. Mpatie Yesu. Asubuhi ya leo Mungu aweze kutubariki. Tumtangulize yeye katika maisha yetu na yeye ataonekana katika njia zetu. Asubuhi ya leo uko tayari
kumkabidhi, nahitaji kuomba kwa ajili yako. Mpatie maisha yako. Baba wa mbinguni, ninashukuru kwa rafiki yangu mpendo huyu asubuhi ya leo, kuona ya kwamba unatupatia matumaini ya kwamba hata ambavyo wanafunzi wako waliondoka ulipowaruhusu waende, na wewe ulipopanda mlimani Faragani kwenda kuomba, wanafunzi katikati ya bahari walipofika, upepo ulikuwa ni mkali sana, walikatishwa tamaa, walishindwa kuendelea, lakini wewe Bwana ukaendelea kuwa ngao na kimbilio, kwa maana ya kwamba ulitembea juu ya maji na kuwafikia. Ijapokuwa hofu ziliwaingia, ijapokuwa woga uliwaingia, bado uliendelea kujitambulisha. Jitambulishe kwetu hata katika woga na hata katika changamoto, hata katika rafiki yangu mpendwa anapoamka asubuhi ya leo na kuanza na wewe. Bwana mpatie matumaini. Ni katika jina la Yesu ninaomba na kushukuru. Amina.